Ni washukuru wananchi waliokusanyika katika kuitikia wito huu kwenye kufanya usafi mwisho wa mwezi, Jumamosi ya kila mwisho wa mwezi, ikiwa ni sambamba na kuadhimisha miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Unaona mabadiliko ya tabia nchi yanaletwa kwamba tunaharibu mazingira yetu. Huko pembezoni tunakata miti, kwa sababu miti, huu mti unavyouona hapa una faida kubwa, kwamba ndio unaonyonya ile hewa ya kaboni. Mara nyingi wengi wanasikia hewa ukaa, ndio hiyo hewa ya kaboni. Ikinyonya hiyo kaboni ambayo wewe unatoa, inatoa oksijeni ambayo wewe unavuta. Kwa hiyo wito wangu mkubwa, na wito mkubwa sana wa mkoa na mheshimiwa mkuu wa mkoa na mheshimiwa rais, anasisitiza swala la uhifadhi wa mazingira. Na kwa hiyo swala kubwa sana, tuwe na wito kwamba mti wangu uhai wangu. Tupande miti na kuitunza, kwamba kila kaya ikiwa sehemu yake imepanda hata mti tu kwa ajili ya kivuli, miti miwili kwa ajili ya kivuli au matunda, tunasisitiza upandaji wa miti ya matunda. Kwa hiyo wito wangu ni kusisitiza utunzaji na usafi wa mazingira, na hiki kilichofanyika hapa kisiwe cha mwisho. Tuendelee kuhamasika kwa nguvu zote na tusimamie viongozi. Ni washukuru sana viongozi waliojitokeza wa mtaa, wajumbe kwa ajili ya zoezi hili ambalo leo hii tunaliangalia na tunaadhimisha miaka, ikiwa ni pamoja na kuadhimisha miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Wito wangu mwingine, kwenye kaya zetu tujitahidi kutumia majiko banifu, kwa sababu jiko banifu unatumia mizigo 4 kwa siku, lakini ukitumia jiko banifu unatumia mzigo mmoja. Lengo la serikali ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, Dr. Samia Suluhu Hassan, ni kufanya kwamba nishati safi na salama. Tupo kata 2. Usafi huu unajumuisha kata 2, kata ya Miuji na kata ya Mnadani, hususan kwenye mtaa wa Matias na mtaa wa Karume. Kama unavyoona, wananchi wetu wamejitokeza kulingana na tangazo tulilopitisha jana, na kawaida yetu kwa Dodoma kila mwisho wa mwezi kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi ni usafi wa jumuiya. Tuna kauli yetu mbiu kwamba usafi ni ustaarabu, lakini tuna kauli yetu mbiu ambayo tunasema usafi wangu mita 5, mita 5 usafi wangu. Inamaanisha nini? Kwamba kila mtu kwenye kaya yake ana wajibu wa kusafisha mita 5 kila eneo anapopakana na mwenzake. Kama umefesi barabara, unakutana na barabara, basi utasafisha mita 5. Nyuma ya kiwanja chako utasafisha mita 5. Hivyo kila mtu akitekeleza usafi wa mita 5, tunaamini kila kaya itakuwa ni safi, kila kaya itakuwa haina vichaka. Tunafanya usafi kwa ajili ya kujikinga na magonjwa ambayo yanasababishwa na uchafu. Kwa jina naitwa Zuhura Juma Lumbwe, ni mjumbe wa serikali ya mtaa huu wa Karume. Tupo kwenye zoezi la usafi wa mazingira. Tunashukuru wananchi wameweza kujitokeza kwa ajili ya usafi wetu wa mazingira, na hili zoezi huwa tunalifanya ni endelevu. Wanamtaa wa Karume wanajitoa sana, hawana changamoto yoyote. Kwa hiyo bado tunaendelea na hili zoezi tukiambatana na viongozi wangu wa serikali na wananchi na wajumbe, viongozi wa chama, wote tunashirikiana kwa pamoja kwa ajili ya kutekeleza zoezi zima la usafi wa mazingira. Umuhimu wa usafi wa mazingira ni jukumu la kila mwananchi. Nafikiri kila mwananchi anajua umuhimu wa mazingira. Tunajikinga na magonjwa mbalimbali, magonjwa ya mbu, malaria, magonjwa ya vipindupindu. Kwa hiyo kila mwananchi ni wajibu wake, na vile vile wamekuwa na zoezi la kufanya usafi kwenye mazingira yao yale ya mita 5. Wamekuwa wakijitokeza sana, na ukizingatia mimi ni mwenyekiti wa mazingira katika mtaa huu. Kwa hiyo ninapambana kwa ajili ya swala zima la usafi wa mazingira.